Kuna maneno ukiwa mwepesi wa kuyasema, basi utaishi vizuri na watu popote pale maisha yatakapokupeleka. Hekima ya maisha haihitaji digrii kubwa. Hapana, bali inahitaji uungwana na ustaarabu. Kuna maneno ambayo ni madogo madogo tu, lakini watu wengi huyaona kama udhaifu. Lakini kiuhalisia, ndio yanayofungua milango ya fursa, yanayozima migogoro na yanayojenga heshima yako mbele ya wafalme na watu wa kawaida. Sasa nitakutajia maneno yatakayofanya kila mtu afurahie uwepo wako. Twende. Kwanza ni kusalimu. Salamu ni ufungua roho za watu. Inasafisha njia kabla hata hujaanza kuongea jambo. Ukishindwa kusalimu, unajenga ukuta wa kiburi. Ukisalimu, unajenga daraja la ukaribu. Pili ni kusema tafadhali. Hata kama unamwamuru mfanyakazi wako au mdogo wako, neno tafadhali linageuza amri kuwa ombi la heshima. Linamfanya mtu mwingine ajisikie kwamba anathaminiwa na sio anatumika kama chombo. Tatu ni kusema naomba. Usichukue kitu cha mtu bila ruhusa na usijifanye kwamba unajua kila kitu. Kusema naomba kunaonyesha unajali mipaka ya wengine na unatambua mchango wao katika maisha yako. Nne ni kusema asante. Shukrani ndio sumaku ya baraka. Unaposema asante hata katika jambo dogo, unampa mtoa huduma hamu ya kukuhudumia vizuri zaidi kesho. Inafuta dhana ya kujiona kwamba una haki ya kila kitu. Tano ni kusema samahani. Hii ndio silaha ya watu imara. Kusema samahani haimaanishi kwamba hauna akili. Hapana, bali humaanisha kwamba unathamini uhusiano wenu kuliko ego yako. Inazima moto wa ugomvi kabla hata hujatekeleza nyumba. Sita ni kusema haidhuru. Unapokosoa na mtu anapokuomba msamaha, kuwa na roho ya kusema haidhuru au yamepita. Usiwe mtu wa kuweka vinyongo au kukuza mambo. Huruma na wepesi wa kuachilia ni sifa ya watu wenye amani ya ndani. Saba ni kusema inatosha. Hili ndio jibu la ukomavu. Jifunze kusema inatosha pale ambapo unapoona unadharauliwa, unanyonywa au unachukuliwa poa. Heshima yako inategemea uwezo wako wa kuweka mipaka pale ambapo uungwana wako unapotaka kugeuzwa kuwa utumwa. Na mwisho ni kusema sijui. Usiwe mjuaji wa kila kitu. Kusema sijui naomba nielekeze ni ishara ya ujasiri na unyenyekevu wa kutaka kujifunza. Watu wanaoheshimu watu ambao wanaotafuta maarifa kuliko wanaojifanya miungu watu. Hivyo basi, maisha ni mzunguko. Unavyowatendea watu ambao unaoongea nao leo, ndivyo ambavyo utakavyojitengenezea njia yako ya kesho. Ulimi wako unaweza kuwa asali inayovuta baraka au shoka ambayo inayokata milango ya mafanikio yako. Chagua maneno yako kwa hekima.